mheshimiwa. Amekuja wiki iliyopita, nikamwandikia barua ya wito. Aje lini? Aje leo, kwa sababu leo ni siku ya migogoro ofisini kwangu. Maana yake kila Jumanne, mpe mic. Kila Ijumaa. Nasikiliza. Kwa hiyo wewe ulitaka aje leo, wakati wewe leo unakuja kwa mkuu wa mkoa. Hapana mheshimiwa. Ratiba hapa ni kweli ya mwanzo iliyoahirishwa. Hebu mheshimiwa, hali halisi iko hivi. Sikwenda pale ofisini ile siku nilienda pale, sikwenda kwa lengo la kuchukua barua ya kumuita mtu yoyote. Wala sikwenda pale kwa appointment. Nilimpigia simu nikamueleza kwamba mwenyekiti, nampigia simu mtuhumiwa wangu simpati. Lete kwanza hiyo fomu. Ulimwambia mwenyekiti unampigia mtu mpati, si ndio? Hii ndio uliopewa. Walio saini akina nani? Alafu hii ni ile ya mwenyekiti. Walio saini hapa, aliyesaini hapo ni mkuu wa serikali ya mtaa Abdalla Ramadhani Gombero. Alafu na pia huyo Abdalla Ramadhani Gombero. Hawa shahidi wa muuzaji ni akina nani? Shahidi wa muuzaji au watu mimi niliwaona siku ile pale, lakini sijawahi kuwaona tena. Wala hii kuna namba zimeandikwa hapo haipatikani. Na mwenyekiti ndio aliandika barua ya kuwadhamini hao watu. Na mwenyekiti ndio aliandika barua ya kumdhamini huyo Juma. Na vile mwenyekiti huyu Juma tunamfahamu? Anamfahamu kwa sababu anamfahamu mheshimiwa, naomba nielezee kwa sababu hii nimeipata ni taarifa ambayo nilipata kutoka kwa watu wanaomfahamu huyu mwenyekiti vizuri. Ndio. Wanasema kwamba huyu mwenyekiti yule mama aliyemuoa dada yake na yule mama ndio binti yake ameolewa na huyu mtuhumiwa. Ndio, na siku ya kwenda ya kutoa ile barua ya udhamini, mke wa mtuhumiwa pamoja na shemeji yake na mwenyekiti ndio walienda kuwasilisha ile barua pale, yule mtuhumiwa akatolewa. Hizo ni taarifa nilizozipata, sijazithibitisha, lakini ndio taarifa nilizokuwa nimezipata. Haya, eleza mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu mama kweli aliuziwa kiwanja na huyo mtu anaitwa Juma. Na huyu mama nimemshauri, kamwambia mifumo ya umalizaji wa migogoro kwenye eneo langu la mtaa wa Mji Mpya, maana yake sio mifumo ambayo inatakiwa mtu amechukua fedha ya mtu tuje tumpeleke mahakamani. Tunamwita Juma, tunakwenda kwake, tunapima eneo linalolingana na ukubwa wa eneo lako, tunamalizana hapo hapo, wala sio swala la kwenda huko unakokutaka. Na ndio maana leo alikuja lengo tukakate kwa Juma ili Juma ikiwezekana aondoke pale, tumpe huyu mama, kwa sababu tulishachoka na migogoro kwenye maeneo haya. Labda mwenyekiti, unajua ukimwangalia huyu dada anapo present jambo lake amekulia sana. Sasa mwenyekiti, Saidi Selemani, angalia, unamfahamu? Siwafahamu mheshimiwa. Na hiyo biashara wakati inafanyika hata sijui mashahidi, hata sijui huyo mjumbe alienda kusaini saa ngapi. Wajumbe si wanawafahamu mtu anaitwa Saidi Selemani, angalia. Wajumbe hao wa serikali ya mtaa. Wananchi waulize. Wa kule kwangu. Waulize. Wananchi wa kule kwangu hapa hawapo mheshimiwa. Kwa sababu wako mtaa wa Mji Mpya, hapa ni mtaa na Kasanga. Sasa mimi nisikilize kwanza. Umri wa huyu dada ni mdogo sana. Ndio. Na haya mambo, kumbuka ule mgogoro wa kwanza, wewe umekwenda tena kuanza kutia doa mpaka tunakwenda kwenye hasara. Ndio. Wewe dada, kesho ni juma ngapi? Jumamosi. Mimi nitakuwa pale Coco Beach. Njoo uchukue milioni 5 uliolipa. Nisikilize kwanza. Njoo uchukue milioni 5 na ningekuwa nimetembea nayo hapa ningekulipa hapa. Mwenyekiti, naam. Kabla kesho saa 10 naitaka milioni 5. Hapo mimi nakupa. Haina shida. Nimeshamaliza. Haina shida. Ukijichelewesha mtu atakukuru yuko wapi? Mtu atakukuru, nisikilize na unizingatie vizuri. Kwa sababu ya migogoro ambayo ipo sana pale Kinondo, muweke kwenye bracket mwenyekiti huyu. Mpaka kesho saa 10
mpaka kesho saa 10 nitakupa maelekezo mengine. Mimi kwanza saidizi wangu mlitafutia milioni 5. Angalieni kule kwenye mabegi, chukue na hela zingine kama tumesahau mahali. Usiondoke hapa nije nilipe pesa hiyo muda huu. Dawa ya hao wenye viti ni moja tu. Na mimi nalipa, wewe ni zumu mimi. Na alichokizungumza hapa kamishna, nikienda pale Kinondo nikiwa na huyu na mkuu wa wilaya na hata mstahiki meya, tutakwenda kuyajua mengi yanayohusu hawa. Na hizi ni conspiracy, ni michezo ya upamoja. Hawa wanakuwa wanafahamu haya mambo. Huyu mkurugenzi hawezi kutoa hati ya mtu bila hawa kuongea jambo. Sasa kama hawa wanakuwa ni waongo, wanakuwa ni matapeli, wanaongana wezi, tutaumiza Watanzania bure. Tutaumiza watu hawa kwa maana hata kazi ambayo Mheshimiwa Rais ametutuma itakuwa ina maana yote. Ukienda pale kwa kamishna msaidizi wa ardhi, migogoro imejaa, utafikiri sio kwenye kijiji gani. Ni kwa sababu ya kutokuwa na watu wanaojitambua katika ngazi za chini. Mtu atakukuru, nitataka uanze kunifanyia research fulani. Hapa kuna ujangili unaendelea dhidi ya wananchi wetu. Lakini vile vile OCCID yuko hapa. Yuko hapo OCCID. Njoo. Kaka ongea kidogo. Sitaki kumwelekeza kwamba kuna kitu anafanya, nataka ongea kidogo.